Nilikuwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza, nakaa Gorogoro, wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Mimi nilibakwa na nikapeleka mashtaka yangu wilaya ya Lushoto, kanisikiliza. Baada ya hapo pole. Haya, mleteni hapa jukwaa kuu, nitamsikiliza mwenyewe. Jana nilimsikiliza binti moja pale, kwa wale mnaofuatilia mliona. Binti amebakwa, mtoto mdogo chini ya miaka 18, mwanafunzi wa form 1 kidato cha kwanza. Jibaba zaidi ya miaka 50 limembaka mpaka likampa mimba. Halafu vipimo vya kwanza vimetoka, vimeonyesha DNA zinafanana. Halafu katika kuendesha kesi eti imeonekana hakuandikwa kwamba ni mwanafunzi. Ngoja nifike Lushoto. Ninapofika Lushoto nikute yule alishakamatwa, akasakwe popote alipo, akamatwe. Hatuwezi tukaweka heshima na wabakaji. Na afisa elimu wa mkoa, huyo mtoto akimaliza kunyonya, yule mtoto, yule mamake aliyebakwa, mama mtoto aliyebakwa, apelekwe shule akaendelee na ndoto yake ya kusoma. Mtafutieni shule ya bweni aendelee na kusoma. Yule aliyebaka atakipata cha moto. Ninyi mnaoweka wale wanaofanya njama na wabakaji. Kamanda RSO, kamanda wa TAKUKURU, fuatilieni wote waliocheza na hili faili. Fuatilieni na wote waliocheza na hili faili. Wote waliocheza na hilo faili. Niliikuta kesi ya aina hiyo pia kule Mwanza. Imechezewa, na shukuru hatua zilishachukuliwa, imerudishwa tena ikaungurume upya. Mna bahati mbaya sana wale wanaopenda vitendo hivi vya kijinga. Sisi wafugaji, ilikuwa tunapofuga likitokea dume likaanza kupanda vindama, ama dume linapanda madume wenzake, tulikuwa tunalihasi tu, wala hamna katiba hapo. Wala hatukuwa na katiba ya ng'ombe, tulikuwa tunalihasi tu. Sasa kwa sababu katiba yetu haijasema hivyo, watakipata cha moto kupitia sheria zinavyoelekeza.